naangalia pia nimekumbuka mwaka 2020 wakati ukiwa Dodoma wewe ulikuwa na Alikiba na mkapiga picha na Alikiba, then Kiba akaposti akasema mdogo wangu na kukubali sana, kisha na wewe ukacomment ukasema nakushukuru sana brother na ninajivunia kuwa msikilizaji na nimeshuhudia pia msanii mwenye kipaji kikubwa kama Alikiba, kwa maana ushawahi kumsikia na umemshuhudia kwa maana mnafanya wote game. Hapa kipindi kile pressure ilikuwa kubwa sana kwenye upande wa WCB na watu wa Kings Music, na kuna baadhi ya watu wakaisi mbona kama Janja tena natoka kwenye reli bana, wakati tunamwona Janja mara nyingi huwa ni mtu ambaye amefanya sana kazi kwa ukaribu na watu kama kina Tale na watu kama kina Madi Ali. Wewe kwa upande wako zile comment zilikuwa katika nafasi gani, yani zile comment? Unajua kuna kuwa shabiki na kuna kuwa mchonganishi. Yani kimbelembele. Ndio. Kwenye huo wakati watu wengi walikuwa kimbelembele na kuna watu ambao walikuwa mashabiki. Sure. Kwa hiyo kwenye kuchambua hivyo vitu lazima mjue kuna watu ambao walikuwa wako kwenye upande wa ushabiki, na ndio maana unaona ulikuwa ukija huku utanikuta huku nimekaa nitampata wapi. Ukija huku hivi utanikuta Sheketura. Unaelewa? Ndio. Kwa hiyo nilikuwa na support muziki mzuri, lakini pia sisi kama wasanii ilikuwa inatupa hamasa kuona muziki unazungumziwa, muziki una thamani, kwa sababu kutokea pale kuna watu wengi pia ambao walitengeneza fursa. Hilo neno Chawa lisingetokea bila Alikiba na Diamond. Sure. Na mbona Chawa mnao sasa hivi wengine wako huko, wengine ni matajiri, wana mafursa ambao watu wanaongoza kwa comment vibaya kwa nini, lakini watu nao wanasafiri wa Dubai kaso hivyo. Hivyo kama mtani, lakini ndo maisha yanaenda. Kwa hiyo kwa siku ilikuwa ni fursa na tunashukuru sana, na pia tamani bifu ishi kwa sababu ina faida kwa Tanzania. For real. Wewe hautamani bifu ishi? Sijakusikia vizuri hapa. Tamani ishi kwa sababu ina maslahi kwa Tanzania. Kivipi? Kivipi? Kwa sababu kwanza paka kesho kuna mtu mwingine anaweza akapitia katika upepo huo akiwa smart na kufanikiwa. Kuna watu wengi sana, yani upepo umetengeneza watu wengi sana. Wewe ulitarajia kama angetoa dude na linge konki na lingeiti. Ndio. Kwa hiyo mwisho wa siku ilikuwa ni fursa, ila tu watu waliokuwa wanapewa lift wengine walishia njiani pale tunapoja sana usmart. Lift hii hapa dakia kuwa smart endelea na mitikasi. For real. Bana Janja, nataka tulianze sala 3 la Planet Bongo, then nikurudia hapa. Nafikiri kikao chetu tukimaliza uzuri kabisa kwa heshima ya hip hop. I think pia utakuwa unatusikilizia hapo dakika 2. Salute sana, niko kwa hewa. Appreciate that. Dogo Janja, shikaji zangu, huyu ana represent kipande cha Ngarenaro pale akiwa yeye ndo diwani wa kipande kile. Dakika 0 tunaenda kulianza sala 3. Acha tu. Tunafanyaje sasa? Dude silipo bado inabidi sasa hivi tuna simu moja tu ukiwa kama mheshimiwa diwani, watu watamko tu kwa msanii na kutaka studio. Papa. Sema by the time pia ilikuwa ni tulikuwa tuna wakati wa dhahabu sana. Ni kipindi ambacho muziki ulikuwa unapewa nafasi kubwa kuliko story, kwa sababu sasa hivi kipaji kinashika nafasi ya ngapi kwenye game? Kipaji sasa hivi kinakuwa mwishoni kwanza. Sasa hivi ziaze hela, watu nini, afu ndo talent. Sasa hivi hata adabu watu hawataki, kaa nayo. Hawataki. Kwenye muda ambao mlianza kufanya game, nimeona sasa hivi by the way una new joint yako ukiwa na Aslay. Hii ngoma ambayo umefanya na Aslay imenikumbusha muda ambao wewe na Aslay pia mlishindanishwa. Nadhani ndio ushindani pekee ambao ulihusisha msanii wa Bongo Flava na msanii wa hip hop. Sijawahi kutana nayo hiyo, lakini kwenye time yenu mlishindanishwa, labda kwa sababu ya ule udogo ambao mlikuwa nao ule. Sasa hivi mkubwa ushakuwa diwani, ushakuwa kiongozi. Na waza na watu sasa hivi bado wana represent ile title ambao umewaletea ya kwamba yule ni Dogo Janja. Yani hata kama sasa hivi wewe ni diwani, watu wanabakia kwamba yule ni Dogo Janja. Ile dogo mkubwa inabidi tuachane nayo ile. Tunapigania vipi ile dogo itutoke ile?
Aslay alikuja kufanya mapinduzi makubwa sana. Sana. Kwa sababu tulipishana muda wa kutoka. Mimi nilianza. Yeah, true. Aslay anatoka, mimi na album tayari kama. Na album moja ndo hata wakati na Aslay nilikuwa tunashoa kinywaji. Ni mabuti hapo. Ndio. Kwa Fela ndo kuleta. Anataka na sendu kwako kwa naye. Hata kwa mikono miwili. Na hata wakati competition watu wanafanyisha, sisi tulikuwa tuko sawa, sasa tuko pamoja na mabosi wetu walikuwa marafiki. Tulikuwa kama familia toka siku ya kwanza. Hawahi kuona nafasi hakuna sehemu. Chuga kidogo, naona mambo ya internet yanatuchanganya watoto wa Chuga. Chuga vipi? Nenge nini Chuga? Ya bana, tuko live sasa hivi kutoka Mikocheni, Dar es Salaam 93.7 Arusha, pia inasikika East Africa Radio hapo. Nadhani Chuga nzima sasa hivi sauti ziko juu sana. Dogo Janja tuko naye hapa, au tuseme ya kwamba Mheshimiwa Diwani anaye represent kipande cha Ngarenaro tuko naye hapa sasa hivi. Mkubwa baba, nilikuwa nimesema kwamba ile Dogo Janja ile sasa watu wanaishi nayo. Sasa hivi ushakuwa kiongozi kakaangu. Ile dogo ile inabidi watu waondoke nayo ile. Tunafanyaje ili watu wasikumbuke tena dogo, bado wanabakia na dogo diwani. Sasa dogo anakuaje diwani? Cha kwanza mimi sio Dogo Janja. Si ndio? Wala mimi sio dogo. Dogo ni bidhaa, ni product ambayo iko sokoni. Dogo Janja ni product ambayo iko sokoni. Kwa hiyo inategemeana na wewe unachokihitaji. Unahitaji product ya Dogo Janja au unamhitaji Abdulaziz Chende au yupo huku kwa ajili ya nini? Kwa hiyo ni mtu mwenye kofia nyingi kama Snoop Dogg tu. Unaenda kama Uncle Snoop sasa hivi. CEO. Kama Uncle Snoop. Ukinitaka kama DJ nakuja, ukinitaka kama msanii nakuja. Ndio. Kwa hiyo Dogo Janja ni bidhaa ambayo iko sokoni na ni bidhaa ambayo iligharamikiwa kuwa pale. Kwa hiyo pia kama iligharamikiwa pale, sidhani bado imepata kitu ambacho kwa cha gharama. Sure. Bado haijarudisha. Sawa. Kwa hiyo Dogo Janja bado ipo na Dogo Janja itatumika kwa sababu mimi sio Dogo Janja. Dogo Janja ni bidhaa. Sure. Sawa, mimi huwa namuona sana P-Funk Majani siku hizi Arusha, na sijajua kama mzee wako Majani ushakutana naye huko. Maana last time tunafanya naye interview hapa, yeye alisema kwamba ana mashaka sana na kodi ambazo Dogo Janja huwa anazitupia. Yaani hana uhakika kama Janjaro huwa anavaa vitu OG. Nikasema bana, hivi ushaonana na P akupe hivyo vitu OG utupie? Maana mzee wangu unanyuka. Tunashukuru Mungu Richi. Baba, unakuwa unaongea hivi, tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. Unaona ni Tanzanite. Naona kakaangu. Bilioni ngapi hiyo? Ili mkubwa, acha tutachanganyikiwa akili sasa hii ndugu wangu. Kweli. Bana, afu nimekumbuka kitu moja kakaangu. By the way, hujamjibu mbona JR kwanza? Kuhusiana na issue ya P-Funk. Yes, P-Funk nimekutana naye huku Arusha, nimekutana naye na uzuri pia nimeweza pia kukutana na biti yake kupitia kwa Fidovato na Nodaizi. Na nimeibariki tayari. Nadhani mbele hapo kutakuwa kuna project ya Fidovato, Dogo Janja na Nodaizi, na sidhani kama itakuja moja, zitakuja kama 3-4 hizi. For sure. Nimekuona by the way kwenye chupa pia la Nakotunako. Noma. Umepoa mle mkubwa. Udiwani kama haupo hivi mkubwa. Ile kofia ile ya ujanjalo ule, ustaa ule bado uko nayo mkubwa. Sasa si ndio nakwambia, inategemeana na bidhaa unayoitaka. Ukimtaka diwani sawa, ukimtaka Janjaro sawa. Sasa mimi nilikuwa kuna issue moja afu nimekumbuka mkubwa, nadhani unaweza kunisaidia ku clear this thing. Wakati unataka mambo ya uchaguzi unaendelea pale, ilikuja story yako ambayo ilionekana kama sijui ilitokea mambo ya silaha sijui na vitu kama hizo, ilienda viral sana. Watu waliiposti sana, na baadhi ya watu kwa muda ule, kwa sababu ilikuwa ni muda wa kuelekea kwenye kampeni, walikuwa wanataka kuitumia kama ni njia ya kukufanya wewe uonekane kwamba ni mwana ambaye haustahili kugombea nafasi ambayo ulikuwa unagombea.
To make the thing clear mkubwa, kilitokea kitu gani hadi ikafikia pale? Kwa sababu ni story ambayo ilienda viral sana kwenye muda ule, kwa sababu pia ya mambo ya uchaguzi yalikuwa yanaendelea. Cha kwanza watu wanachotakiwa wafahamu, mimi sio mtu wa historia sina stories za matukio. Sio mshamba wa hivyo vitu. Ni vitu ambavyo nimekuwa navyo miaka mingi. Sure. Lakini hili ndio litokea hivyo. Lakini pia sikuwa na lengo. Ndio. Nilikuwa mwema bado. Kulinda amna kama kulinda unaweza kuitoa roho ya mtu. Hiyo ni bad. Akiwa kitu kama hicho. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba viko polisi. Viko huko vinaendelea. Viko kisheria. Wewe tusubiri vyombo. Itakuwa na taarifa. Okay. Kwa muda ule ilikuletea purukushani kidogo, kwa sababu ulikuwa unapambania issue ya uongozi tena, afu ndo zikaja stories za kupigana marisasi. Kwa muda ule ilikuletea shida kidogo? Hapana. Isingeweza kuniletea shida kwa sababu nje vitu ni tofauti na ndani vitu ni tofauti. Sisi wote tulikuwa tunashangaa ya nje. Kama ambavyo yeye mlikuwa mnashangaa. Si ndio? Kwa hiyo haikuwa na pressure. Kwa maana hata wakazi wa Ngarenaro, kwa maana ya wapigaji kura wako na wakazi wako walikuwa wameielewa hiyo situation, hawakuwa wanaona kama kuna pressure kama ambavyo tulikuwa tunaiona sisi Dar es Salaam huko. Hapana, kwa sababu wao wako eneo la tukio na wanajua kila kitu ambacho kilikuwepo. Kwa hiyo sana nilikuwa napokea ni pole na walikuwa wanashukuru tu kwamba niko salama. Hivi Lady JD tusingekuwa tunafanya interview tena sasa hivi. Sawa, hivi Lady JD uliwezaje kumshirikisha kwenye Asante? Kwa sababu Jide upatikana Lady JD kwenye ngoma yako ile Asante. Unajua ni mtu ambaye kupatikana kidogo ni ngumu, japo ana kolabo nyingi kali, lakini pia hizo kolabo ni chache. Nyingi ni hizo chache alizofanya zimehit. Wewe uliwezaje kumpata sister? Cha kwanza ni unyenyekevu na mwenye uhitaji anapewa. Ukionyesha nia ya kitu unapewa, na userious wa kitu na tukio jinsi lilivyokuwa, na tulifanya kazi katika mazingira magumu ambayo tulikuwa tunakata kwenye mikusanyiko, ilikuwa ni msimu wa COVID. Kwa hiyo kiukweli ilinipa lakini ilinionyesha jinsi gani wakubwa wana upendo. Alikuwa na uwezo wa kunikataa hivyo vyote. Lakini tulienda studio hiyo siku, akarekodi hiyo siku, kwenye video tumemhitaji amefika on time. Kwa hiyo she's very professional. For real, that's nice. Sasa hivi una kofia nyingi. Umeona kofia ambayo imeongezeka tena ya udiwani. Majukumu kidogo ya wananchi yanakuwa yanawakeep busy viongozi wetu. Na wewe pia manake nategemea kukuona pia nawe ukiwa busy kuhudumia wananchi. Sasa kwenye hii kofia ya usanii ni kofia ambayo sasa hivi haihitaji mtu uwe busy, inataka back to back. Unajua mara sijui umepiga tukio hili, mara tena mangoma mfululizo kila baada ya mwezi. Hiyo kofia utaivaaje mkubwa? Unakumbuka venye ambavyo Nay wa Mitego pia alikuchana kwenye ngoma yake kwamba hauna hiti toka mambo ya ndoa yameingiliana, hauna hiti. Tutapata hiti tena kwa Dogo Janja na ubize tena unaingia. Cha kwanza unachotakiwa ujue kwamba Diwani hafanyi kazi peke yake. Diwani anafanya kazi, ana wasaidizi wengi. Sure. Na kuna ngazi nyingi mpaka kufika kwa diwani. Kuna mjumbe wa balozi, kuna balozi, kuna mwenyekiti, ndio, kuna wajumbe wa serikali za mtaa, kuna mtendaji wa kata. Kwa hiyo vitu vyote mpaka ikwame kule kabisa ndo aweza kuja huku. Kwa hiyo ni mwenyekiti wa maendeleo wa kata. Sawa. Kwa hiyo mimi niko kwa ajili ya kuangalia vitu gani vitaleta impact katika jamii yetu na vitu vingine. Sure. Kwa hiyo hivi vitu vingine ndio maana tunakuwa tunaanza kusaidia. Lakini pia ni watoe wasiwasi. Ndio. Ni kwamba Diwani anaingia anaingia mara 2 kwa wiki.
Kwa maana yake una siku nyingi pia za kuweza kutengeneza muziki pia. Kwa sababu diwani sio kazi, lazima pia nifanye kazi, lazima nitoe magoma. Source of income iendelee kuwepo, kwa sababu nisipopata pesa kupitia kwenye vyanzo vyangu vingine, ndo pale utapokuwa diwani unakuwa dalali wa viwanja, mtu wa migogoro, hauna kipato. Vurugu fulani janja. Yani hauna kipato. Kwa hiyo utakuwa unatumia kofia yako kuweka makovu kwa watu. Sure. Kwa hiyo lazima ufanye kazi, kwa sababu sio kila kitu kitakuja kitatoka kwenye mfuko wa diwani. Kuna zingine unajiongeza. Kweli kabisa. Yani jamii yako, kama ambavyo vitu vyako ulivyokuwa unavifanya vinaendelea hivyo, japokuwa tu unakuwa unahudumia wananchi, unahakikisha mahusiano na wananchi yako karibu, maendeleo yanakuja, miradi kwenye kata inasimamiwa, unahakikisha kila kitu kinaenda sawa, kwa sababu jukumu lako ni kumsaidia Mheshimiwa Rais na kumsaidia Mungu. Si ndio? Bana, leo ni heshima ya Bongo Flava mzee wangu. Na tamani unitajie mikwaju yako mitano ambayo kwa namna moja ama nyingine umeisikiliza way back hadi sasa hivi, ambayo kwa upande wako inastahili kuwa ni heshima ya Bongo Flava. Leo tunasikizaga mangoma ya kitambo. So kwa sababu leo ni heshima ya Bongo Flava, ngoma zako 5 tu ambazo kwa upande wako wewe ni noma, ambazo zinastahili kuwa heshima ya Bongo Flava. Ya kwanza ni Jina Langu ya Professor J. Ndio. Ya pili ni ngoma ya Balozi Dola Sogo kwenye chati. Sure. Ngoma ya tatu ni Hayakuwa Mapenzi ya Sugu. Sure. Namba 4. Ngoma ya 4 naomba nipigie na nyoa na kupenda. Asogea nikubambe. For real. Na ya 5? Ndio, lazima tupige mambo ya balance gender, hatuwezi kukosa mwanamama katikati. Hakika. Hapo tunafunga na haya yote maisha ya Madi Ali. Bana, haya yote maisha noma kabisa. Sasa Janja, Embu leo tuambie ukweli kuhusiana na punchline yako kwenye mstari wako wa Mr. Kuweza. Ulisema kwamba yule mzungu wa Yankila alinikonyeza. Alikukonyeza kweli yule au ilikuwa ndo kile kipindi cha mistari yangu inabidi kuanza kuifuatilia, alafu utakuwa unajua naimbaga vitu gani. Kwa mfano nilivyoimba hivi hata kwenye Mr. Kuweza, mimi nilishaambia vijana, bonge la charo, bonge la nyang'au, bonge la sharo baro, kinona kama fala kiunoni kumejaa. Sibaelewa. Kiunoni kumejaa. Kwenye Ngarenaro nikawaambia karibu kitani. Shanunu wagani. Bwana wewe. Tuchaneshu. Hawajiongezi. Kumbe ulikuwa unamaanisha. Kwa hiyo tunavyoviimba vingi unaweza tu kavidadisi. Mimi nataka mimi naona halina shida. Miaka mingi imepita Janja. Tunataka tu tujue alikukonyeza kama tungo iliyotata, lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba nimpongeze Yankila kwa sababu ameweza kuwakilisha vijana wa Mwanza wenye rasta, yuko zake Uingereza sasa hivi. Ana enjoy maisha, lakini asiache kutupa muziki. Sure. Yani mimi hata kama ninavyobananaga vipi, hata kama nyinyi mnaona, lakini siachagi kuwapa watu muziki. Hicho ni kitu kizuri sana. Na sisi kwamba tuna mashabiki wale wa zamani tu. Tuna mashabiki wapya. Kwa hiyo tuendelee touch na hii generation. Tuwe kama AY, kila msimu tupo. Si ndio? Mzungu alikukonyeza? Sasa yule labda alikuwa anafuta macho. Alikuwa anafuta tongo. Jajalo noma sana. Ile ngoma ya ambayo umefanya na Godzilla, by the way, ni ya kitambo, so nayo inaingia kwenye heshima ya Bongo Flava. Ngoma ambayo umefanya na Godzilla, ukisikiliza sasa hivi, kitu gani kinakujia akilini au kitu gani unakikumbuka? Yani kwa mfano sasa hivi nikipress play hapa pap, ikaanza ile ngoma ya Dogo Janja na Godzilla, kitu gani unakikumbuka kwa haraka? Wakati tunaenda kurekodi, mimi nilikuwa nishapiga vesi zangu, nimetoka shule, tumempitia Godzilla chorus, ameanza kuandikia Msasani, studio ni Masaki, kula vitumbua na soda. Tumefika pale chorus ambayo kichwani, hiyo ndio kitu siwezi sahau.
Alikuwa genius. Gazila noma sana. Kitu gani kingine ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na muziki kakaangu? Leo ni heshima Bongo Flava. Anything ambao una feel au share kutamani kuongelea kuhusu muziki ambao nadhani watu wengi wakisikia sasa hivi wanaweza akapata knowledge kidogo kuhusu muziki, kitu gani? Mimi naomba nitoe tu knowledge tu, lakini nisamehewe kabla sijaanza kuitoa. Ndio. Tunawapenda sana wasanii wa Kongwe na wasanii wa zamani. Mimi ninachoweza kuwashauri na kuwaambia, japo wenyewe wanasema mkubwa ashauriki, lakini tunaomba tumngate sikio kubwa na tumwambie kwamba wakubali mabadiliko na waende na mabadiliko. Wasanii wa zamani kwa nini kwenye game sasa hivi? Lazima tupiche maradhi. Tuambiana ukweli. Hapa wasanii wa zamani mpaka sasa hivi kuna ule mtu anasema mimi producer zangu ni P-Funk, kama master, yani P-Funk ananipatiaga. Hiyo mambo huyu ni producer wangu, hapana. Hiyo ni kitu hiyo moja. Kuna ile fulani ni mwanangu ana beef na fulani na mimi sisemi na fulani. Kununua ugomvi ile yachwe. Lakini pia wakiwa kwenye session na sisi vijana tukiwa tunawashauri wasituone nyewe mnatuletea ama vitu vyetu gani. Tuko kwenye hii jamii kwa sasa hivi, tuko sana huku, tunajua kitu gani watu wanaimba, watu wanataka. Kushauriwa na kijana ambaye sio kwamba uwezo wako ni mdogo. Umeshafanya vitu vingi vya kuheshimika, kuna muda unahitaji mawazo mapya. Na ndio maana hata unavyoona kwenye viongozi unakuta kuna wazee. Yaani kama kiongozi pia akiitwa na wazee, na kama kuna kiongozi anasumbua, akiitwa na wazee anatulia. Kwa hiyo mwisho wa siku wao wanatusikiliza, lakini pia watupende. Kweli. Sisi hatujawafanya wao wakose hela. Kwa nini unahisi lawama ni nyingi sana? Unahisi lawama ni nyingi sana Janja? Unahisi wanalaumu sana kuhusu nyinyi kufanikiwa? Kwa sababu wengi wanasema sisi tulifanya vitu vingi, lakini sasa unakuja kukuta hata tajiri aliyejenga zamani nyumba ya gorofa unaweza alitumia gharama ya milioni 30. Sasa hivi gorofa utapata milioni 300. Ndio. Kwa hiyo ni ile thamani tu kuiconvert, lakini pia wafanye kazi. Yaani mimi natutamani nione wanajichanganya, nisikie sasa hivi Inspector Harun nikapiga jimbo na platform. Sijui Jumaneka yuko na nani, sio unaelewa? For sure, nakuelewa. Nitamani tena kuona eti Mansuli yuko na nani na Daki Master. Hiyo zamani hiyo. Sasa hivi inabidi kuna mixing fulani ifanyike humu. Wakubali kujichanganya, lakini pia watupende. Sisi tunawapenda sana, na hiyo ndio heshima ya Bongo Flava. Ndio bana. For sure. Bana, ile line ya Neo Mitego ulisikiaga? Lakini yule vita za wazazi anataka kuhamisha kwa watoto. Waendelee na wamanzese mwenzie. Hivi alifika kwako? Lakini mambo ya wazazi hayo bwana, wanatafuta sababu tu wa wazazi hao. Ulishawahi kumwambia Nay kuhusiana na hicho ambacho una address leo kwamba mzee, hivyo ni vitu vya wazazi, sisi watoto havituhusu, baba tunakuheshimu? Ni mzee wangu sana bwana Ima, kaka Ima uzuri. Ni msikivu. Mtu akikuimba kama yule ukikutana naye unamuomba hela. Yaani unamuonyesha kwamba wewe ni mkubwa, mimi ni mtoto. Na ukimwomba anakupa. Ukimwomba anakupa. Yaani wewe wakiwa wanautaka ukubwa inabidi waoneshe thamani ya udogo na gharama za udogo. Ndio. Tumia tabia yako ukiwa nao. Bana Janjalo, thank for your time. Keep riding mzee wangu, na tukutakie kila lenye heri hapo. By the way, shukrani sana. Mwisho wa mwaka huu nadhani mwisho wa mwezi huu nataka nidondoke hapo Chuga. Kwa nafikiri tutaongea vizuri kakangu. Karibu sana Ngarenaro, Panalami 99%, ma apartment, ma hoteli. Na tunapenda watu mkija kwa sababu tunaamini pia wewe ukija Ngarenaro tuna studio, tutakutembeza usikilize vijana wetu, nitakupa pia mikakati. Ndio. Tuone tunawezaje kuinua hizi talent za hapa Ngarenaro, kwa sababu pia wamenipa wakiwa na imani kwamba mimi nina watu na watu wangu ni nyie, kwa hiyo nawategemea na nawaomba